Tumefika kwenye uwanja ambao ndani yake Mola mwenyewe anataka kuanza kuwataja wanawake wa haramu kuwaoa. Tumefika mahala ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataanza kutueleza ni mwanamke gani hufai kumuoa, na je, hufai kumuoa milele au hufai kumuoa muda fulani tu, ukitoka huo muda unaweza kumuoa? Na hao wanawake ndo kina nani? Kuna siku niliwataja mmoja mmoja hapa, sio? Leo tumwachie Mungu mwenyewe anawataja. Atrukul haditha lillahi nafsi, mwenyewe Mola atatuambia leo mwanamke gani achana naye usioe, hata kama mzuri vipi. Sawa? Na wakitoka hawa watakaotajwa hapa, wengine wote endelea, usijali, wewe nenda. Wengine endelea tu. Kwenye familia humu, kabla sijawataja, kwenye family humu kuna kitu wazungu wanakiita stigmatization, sio? Nini? Unyanyapaa. Yani ni kama kinyaa, lakini kinyaa kwenye haki. Unanielewa? Kuna mtu ana mjomba wake, kaka wa mama yake, sio? Kaka wa mama yake. Huyo mjomba huyo ana binti mzuri ajabu, lakini ukithubutu usema huyu binti namtaka mimi nimuoe huyu mtoto wa mjomba wangu, jarimatun la tughfar. Huyu atakuwa ndugu yake, si dada yako huyu? Dada yangu, lakini Mungu kashanigea huyu. Mungu nikimuoa mnaona kinyaa nyie, Mungu anafurahi. Unanielewa? Una shangazi yako ana mabinti safi, nataka nioe. Huyu unamuona huyu mtoto wa shangazi yake, damu moja na baba yake huyu. Mwambie sawa, ndio Mungu aliopenda hivi. Haya, yuko mtoto wa babako mdogo, sio? Babako mdogo, babako mkubwa, maami hao, binti zao kachukue tu. Hiyo zawadi hiyo Mungu akwambia kachukue tu kule, usiogope. Mtoto wa baba mdogo kaoe. Lakini kwenye familia zetu, yani kama wale wazee wenye mamlaka na wewe bado wapo, watakutia mikwaju, utatandikwa, wanasema unataka kufanya uzushi kwenye ndoa hii, unataka kuleta jambo la. Msikilizeni Mola mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anasema nani na nani ndio haramu kuwaoa. Watatajwa hapa, waliobaki wote waendee. Nyie watu mnanielewa? Yakulu Subhanahu wa Ta'ala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jamanini, huyo ni mwanamke wa kwanza. Tunaelewana? Anasema Mola, la tankihu ma nakaha abaukum. Ma bimaana man, sio? Ma ina maana ya man. Msimuoe mwanamke aliyeolewa na baba yenu. Mwanamke yoyote ambaye kawahi kuolewa na baba yako wewe, usimuoe. Hata kama baba kafa, useme baba kafa sana, mimi zamu yangu imefika, usende. Yule ni mama yako yule. Unanifahamu? Maana kahaba hukum. Au baba kamwacha, baba yako kamwacha, sio? Sema baba kamwacha, sikamchoka. Baba kamwacha, kamchoka, mimi ndio namtaka. Ni yale maneno yenu unasema, ukiniona wa nini? Mwingine anasema atanipata lini, au sio? No, la tankihu ma nakaha abaukum. Msioe mwanamke aliyeolewa na baba. Mwanamke aliyeolewa na baba akaishi na baba kitandani na baba, yule ni mama yako yule. Usende kumuoa huyu mwanamke wa kwanza. Unanifahamu?
illa ma qad salaf, isipokuwa yaliyopita kabla nuzuli shariati lislamiyati samha, yalopita kabla ya maelekezo haya alokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo yamesamehewa. Yani majara kabla alislam fi zaman aljahiliya, zile zama za huko bado sheria haijaja, walikuwa wanafanya hivyo watu. Wanagombaniana mtu na mwanae, mwanamke mmoja, yani wewe na mwanao wa kiume, vita, mnagombea chombo kimoja. Hayo yaliyopita huko yamesamehewa. Ndio maana istithna, isna maana yake nini? Ya nyuma yamesamehewa, illa ma qad salaf. Sasa kumuoa mwanamke aliyeolewa na babangu, kwani ndiyo inakuwa nini? Innahu kana fahisha, jambo hilo haliachi kuwa uchafu. Kumuoa mwanamke aliyeolewa na baba yako ni uchafu kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si uchafu tu, wa maktan, na ni chukizo. Anakasirika Mwenyezi Mungu ukifanya hivyo. Wa maktan wa saa sabila, na ni njia mbaya sana hiyo. Je, mmemjua mwanamke wa kwanza katika wanawake haramu kuoa? Wa kwanza mmeshamjua? Namba 2, hurrimat alaikum ummahatukum, wemeharamishwa juu yenu, wemeharamishwa kwenu mama zenu. Wameharamishwa kwenu mama zenu. Mama yako, kwani yule aliyeolewa na baba yako ni nani wako? Aliyeolewa na baba yako wewe, yule mwanamke kaolewa na baba yako wewe, nani wako? Lakini hakukuzaa. Sawa, baba tu kamoa, lakini hakukuzaa. Wa pili ni aliyekuzaa, hurrimat alaikum ummahatukum. Sasa ni haramu kwenu mama zenu, na ni muhimu tukawa tunaelewana. Mama yangu ni haramu, mama yako ni haramu. Inakuwaje mama yako awe haramu? Tuelewaneni. Hakuna kusema mama yako ni haramu, la, liko tendo we na mama yako kufanyika ndio haramu. Mama tu hawi haramu. Mama tu alokuzaa yuko hapa kakaa, sasa haramu vipi? Sio, liko jambo hilo ndio haramu, na nalozungumzwa hapa ni ndoa. Kwa hiyo haramu, mmeharamishiwa mama zenu, la, mmeharamishiwa kuoa mama zenu. Usishike tu kasema bwana mama yangu haramu yako. Haramu yako vipi? Mama yako kawa haramu tena. Sasa kama mama haramu, halali nani? Kilicho haramu kipo kitendo ndio haramu, sio mama yako. Hicho kitendo kama hakipo, mama yako ni hawi haramu, ni mama yako, ni halali kabisa. Unasikia? Mengine yote duniani yafaayo unafanya na mama yako sasa, au sio? Unafanya na mama yako, unamsaidia. Sasa amekuwa haramu vipi? Wewe umesahau alipokuzaa mama yako, alipokuzaa. Usisahau kama ulitoka ukiwa huna nguo, au sio? Au kuna mtu toka na suti? Si ulitoka tu hivi hivi, huna kitu mwilini, au sio? Na yeye mama yako alipokuzaa, Mungu awarehemu mama zetu, alikuzaa naye akiwa hana nguo. Kwa hiyo kuna muda we na mama yako mzazi mlikuwa hamna nguo nyote. Vipi pale fanyika uharamu? Maana kwa wakati fi nafsi alwaqt, kwa wakati mmoja we ulikuwa huna nguo na mama mzazi naye hana. Hawezi kukuzaa mama kavaa nguo, lazima awe hana nguo wakati anakuzaa. Na we umetoka huna nguo, nyote wawili hamna nguo. Vipi hapo, haramu? Basi asikuzae kama haramu, hamna nguo. Lakini mmeendelea hivyo, mama yako alikuwa anakuogesha, sio? Anakuogesha muda mwingi tu, anakuogesha. Sisi tumeogeshwa wote, na zamani sio kama sasa. Zamani si mpaka wakubwa, sasa hivi unaogeshwa pale nje. Siku hizi watoto wa siku hizi sio kama zamani.
Siku hizi kitoto kidogodogo, mama nioge nje mimi, si wataniona watu. Vitoto vya siku hizi. Sisi wakubwa hasa hivi unaenda unaogeshwa nje, wala hakuna kesi. Hakuna kesi yoyote, unaogeshwa tu hivi hivi na mama yako. Na ungali bado mdogo, mama yako aweza kuchukua bafuni, au sio? Anakutia kwenye beseni, yeye anaoga, wewe umetiwa kwenye beseni. Hana nguo na wewe huna nguo, au sio? Kuna muda utafika, upo muda utafika ambapo zile akili uqulu ma'nawiyatun ilahia, zile akili alizokufundisha Mungu zile, sio? Kuna mambo kakusomesha Mungu moja kwa moja, yatahama yale. Sasa utatakiwa kupata akili za kusoma, uende darasani na hivi, au sio? Mungu alikufundisha kula. Hakuna mtu kaenda shule kufundishwa kula hapa, sawa? Toka wadogo ukichukua chakula unapeleka puani, au sikioni? Nyinyi mlivyokuwa wadogo mlipeleka chakula nyinyi watu, si mdomoni. Umesoma chuo gani na shahada unayo, ukaambiwa ukila upeleke mdomo? Usomea wapi? Umesomea wapi? Wakati wadogo sisi, chakula kikijaa tumboni sasa tumbo linakata, kinataka kitoke, au sio? Utamshangaa binadamu ataanza kujikamua kama mtoto mdogo huyo. Ameambiwa na nani kwamba kwa hali hii sasa jikamue? Amesoma chuo gani? Mbona hajigoi huku atapike huku? La, anajua hapa mambo yanatokea eneo gani, huko ndo anajikamua huko. Si mnanielewa hivyo? Ile ni ilmu. Mwenyezi Mungu asema khalaqal insana allamahu albayan. Ni mambo kakufundisha Mungu moja kwa moja. Lakini ndugu zangu Waislamu, wasomaji wenzangu, tumekuwa sisi baada ya kulelewa na wazee wetu, Mungu walipe kheri. Tulipokuwa sisi, ikafika siku si unaozeshwa, au sio? Umeozeshwa ukapewa na mkeo, sasa umekwenda chumbani umule. Kuna darasa, kuna chuo umesoma nyinyi kwamba ukifika chumbani na mkeo, sasa anza hivi, sema hiki, malizia hivi, mstari huu ndo unatakiwa, huu uache hapa. Ndo mmesomea wapi? Kuna mtu kasoma? Wallahi alazim, kama utamchukua mtoto wa kiume mchanga mdogo na mtoto wa kike wachanga, ukawalea ndani ambako haingii mtu isipokuwa wewe tu kuwapelekea mahitaji yao, ukitoka kama alivyolewa Maryam binti Imran, kama Maryam binti Imran, fungiwa ndani, weka tu unawapelekea mahitaji, unaendelea. Hawakutani na wako wao tu wawili. Sikiliza wewe bwana, na kuthibitishia kuna siku utamkuta wewe binti ana mimba. Hata sio kama unanielewa. Utamkuta mtoto wa kike tumbo linakutazama wakati unakuja. Sasa huu mchakato huu unaokwenda mpaka huyu mwanamke awe na mimba, wamesoma wapi hawa? Nani shekhe alikwenda kuambia jamanini, ili uwe na mimba huyu piteni hivi, njia ni hii? Mmesomea wapi? Khalaqal insana allamahu, ni ilmun ilahiyu. Mola mwenyewe katufundisha. Kikifika kipindi hicho, linazaliwa jambo la haramu kati yako na mama yako, nalo ni ndoa. Sawa? Wewe si utataka uoe? Sasa oa, lakini sio mama yako. Sio mama yako. Mtu wa pili ni mama mzazi, na nifahamu. Tuende mtu wa tatu. Hurrimat alaykum ummahatukum. Haya, baada al-ummahat wa banatukum, mwanamke wa tatu ni dada yako. Wa banatu, binti. Wa banatukum, yani wa banatukum, binti zenu. Mwanao wa kike, we una watoto umezaa, halafu katika watoto kuna na wa kike, sio? Yule mwanao wa kike naye haramu. Yule mwache kabisa, yule tafadhali sana, yule mwanao yule. Kuna baadhi ya makabila duniani hapa yana mitindo ya ovyo ovyo kidogo, sio? Mitindo ya ovyo ovyo. Mmoja maskini amekutwa na hili tatizo, akakamatwa na hayo maovu kati yake na binti yake, na ikathibiti ndio kazi wanaoifanya mtu na binti yake. Akakamatwa, akapelekwa polisi. Hadhihi qissatun waqi'a. Akapelekwa polisi. Alipelekwa polisi,
akaambiwa bana, wewe umekutwa unafanya kitendo kiovu na mwanao. Akawajibu wale watu kwa swali, akawaambia hebu nijilisikilizeni, hivi nyuki akitengeneza asali kisha anakula ile asali yake, anakuwa akafanya dhambi? Ni dhambi nyuki kula asali yake mwenyewe? Kwani chakula cha nyuki ni nini? Si anakula ile asali yake mwenyewe? Kuna kosa gani? Sasa nisomeeni kifungu cha sheria za nchi ambacho kimesema mimi siruhusiwi. Yani yudafi an hadha al-amri, anatetea. Kwa hiyo nakwambia kuna makabila yana mtindo huo, wenyewe wanaitwa wanakula asali nyuki, wao nyuki wanakula asali. Mungu atukinge na hiyo tabia. Mwanamke wa kwanza ni aliyeolewa na baba yako, sio? Mwanamke wa pili ni mama yako mzazi. Mwanamke wa tatu ni binti yako, bintu kasul, binti ulomzaa, sio? Ni haramu yako yule. Twende mwanamke wa nne. Mwanamke wa nne haramu kumuoa. Wa akhawatukum, sasa ni dada zenu. Akhawatukum ni dada zenu. Hapo kwenye dada tukae kidogo. Dada yupi haramu kwako kuoa? Dada gani? Ni njia takriban zote. Dada uliyezaliwa naye baba mmoja mama mmoja, haramu kumuoa. Mnanielewa ninavyosema? Dada mliyechangia baba mama zenu tofauti, ni dada yako huyo, haramu kumuoa. Dada mliyechangia mama baba tofauti, haramu kumuoa. Na baba dule dada mliyechangia baba halafu mama tofauti, sio? Mnanielewa hivyo? Naye ni dada, haramu kumuoa. Dada yako uzio ukachukua fursa wasema huyu dada yangu, lakini baba zetu tofauti bwana. Dada yako yule haramu kumuoa. Tumeelewana hivyo? Haramu kumuoa dada. Kuna madada nyinyi mnawajua na mnawaita dada. Hao niliwataja, dada kazaliwa na shangazi yangu, sio? Dada. Dada kazaliwa na baba mdogo, dada. Dada kazaliwa na mjomba, au sio? Dada binamu. Huko bado huko. Anazungumzwa hapa dada mliozaliwa baba mmoja mama mmoja. Dada mliozaliwa baba mmoja mama tofauti. Dada mliozaliwa baba mmoja mama tofauti, ni dada. Kwa njia zote hizi ni dada na ni haramu kumwoa. Mmenifahamu? Na kwenda mwanamke wa tano. Ni mwanamke wa tano, sio? Wa ammatikum, na shangazi zenu. Ni haramu kumuoa shangazi. Shangazi simemjua? Ukhtul abi, ukhtu abika, ni dada wa baba yako. Huyo mwanamke kazaliwa na baba yako, na huyo baba wamezaliwaje? Yani huyo shangazi wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, na baba yako ni shangazi. Wamezaliwa mama mmoja baba tofauti, ni shangazi. Wamezaliwa mama mmoja baba mmoja, mama zao tofauti, ni mahma kana al-amru, ni shangazi. Sijui kama unielewa. Baba mmoja mama mmoja, hao baba yako na huyo mwanamke ni shangazi. Wakichangia mama baba tofauti, ni shangazi, sio? Wakichangia baba mama tofauti, ni shangazi. Wa ammatikum, Mola anasema na shangazi zenu. Mmenielewa hivyo? Haramu kumwoa. Shangazi mwache, lakini mwanae mchukue. Mwanae shangazi, nenda kambebe kabla tuluu alfajiri sadiq, kamchukue. Na kwenda mwanamke wa sita, sawa? Wa halailu wa khalatikum wa khalatukum, mwanamke wa sita ni khala, sio? Na khalatukum, msiwaoe. Khala ni ndugu wa mama yako aliyekuzaa, anaitwa mama mdogo, mama mkubwa, au sio? Ni mwanamke amezaliwa pamoja na mama mzazi. Wakiwa walizaliwa baba shakikatani, sio? Baba mmoja mama mmoja, au mama zako hao.
ni mama yule, haramu kumwoa. Kama wamechangia mama baba tofauti, haramu kumwoa. Kama wamechangia mama baba tofauti, haramu kumwoa. Yani ni ndugu wa kike wa mama yako mzazi, huyo ni khala, haramu kumwoa. Mmefahamu? Mwanamke wa 8, wa banatul akhi, na binti wa ndugu. Banatul akhi, binti wa ndugu, binti wa kaka. Wewe si umezaliwa, una ndugu yako wa kiume, kaka yako au mdogo wako, sio? Mmezaliwa kwenye familia yenu, mmezaliwa, mko wanamume 5. Sasa huyo ndugu yako wa kiume mlozaliwa naye amezaa watoto wa kike ambao wewe wanakuita ammi. Wanakuita nani? Wanakuita ammi, yani ni baba yao mdogo au baba yao mkubwa. Tunafahamiana? Marufuku kumuoa huyo binti, kwa sababu wewe ni baba yake. Wewe ni nani wake? Haramu kumuoa. wa banatul akhi, mwanamke wa 9, wa banatul ukhti, na yule binti ambaye wewe anakuita mjomba. Wewe anakuita nani? Mjomba. Binti wa dada yako. Binti wa nani? Wa dada yako. Unaye dada yako, mlivyokutana vyovyote sawa, itlakan, mmekutana baba mmoja mama mmoja na huyo dada, baba mmoja mama tofauti, mama mmoja baba tofauti, mahma kana al-amru. Wa banatul ukhti, na watoto wa dada, mabinti wa dada yako, Mungu hataki waolewe. Jamani, tuenda pamoja? Sijui mwanamke wa 9, mwanamke wa 9, wa akhawatukum allati arda'anakum wa ummahatukum allati arda'anakum wa ummahatukum allati arda'anakum, na mama zenu waliokunyonyesheni. Mama zenu wa kunyonya, al-ummu min ar-radha'a, ni mama aliyekunyonyesha. Yako mazingira yanapatikana, inakuwa mama yako hawezi kukunyonyesha tena, sio? Naam, mumkin umezaliwa mama yako akafa, mama yako amekufa, sio? Akatokea mwanamke mwingine ananyonyesha, naye ana mtoto mchanga, na wewe ukapelekwa kwake kule. Kwa yule mwanamke mwingine akawa ananyonyesha mwanawe, anakunyonyesha na wewe, mnashirikiana ziwa moja watu hawa wawili. Huyo mama aliyekunyonyesha ni mama yako, haramu kumwoa. Al-ummu min ar-radha'a. Tunaelewana hivyo? Kuna kanuni ni vizuri zikasemwa, ziko kanuni za hii radhaa hapa. Sio haramu kwa radhaa mutlaka, haiambiwi ukishanyonya ziwa la huyo mama ambaye akukuzaa tu ndio haramu kumuoa. Ziko kanuni. Lazima awe kakunyonyesha ukiwa na umri chini ya miaka 2, tahta haulaini. Amekunyonyesha ukiwa hujafikisha miaka mingapi? 2. Kwa kaida gani? Walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Miaka ya kunyonya Mungu kaitaja ni 2. Unaelewana hivyo? Taib. Kwa hivyo huyo mama ili aharamike awe alikunyonyesha wakati hujafika chini ya miaka 2, na pia asiwe kakunyonyesha mara moja. Yani kama dharura, uliona njaa mara moja kakunyonyesha, alafu basi imekwisha, sio? Ikiwa ni mara moja tu au mara 2 au mara 3 wa hakadha, bado hajaharamika. Kuna hisabu maalumu ifike. Ikifika hiyo utakuwa haramu yake. Na unyonyeshaji wenyewe, anakunyonyesha mara ya kwanza, unanyonya mpaka unashiba, alafu mnaachana, au sio? Huendelei hapo hapo tu ikahesabiwa. Ile taaddudu radhaati lazima iwepo. Akunyonyeshe mara ya kwanza, mara ya 2, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5. Kuna madha wenzao mara 5 hapa, sio? Na kuna wakati mpaka mara 7. Ikifika hivyo, ukija ukiwa mkubwa unataka kuoa, usije huko. Usije kwa mtu ulomnyonya ziwa, unaenda kwingine. Wapo wengi, mbona huko usije? Sababu ni haramu yako. Jamani, tunaelewana hivyo?
wa ummahatukum allati arda'anakum, na mama zenu ambao kwamba wamekunyonyesheni. Wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu wa kunyonya. Akhawatukum min ar-radha'a. Naam, yule mama aliyekunyonyesha si haramu kumwoa, yule ni mama yako wa kunyonya, sio? Sasa ana binti zake, yule ana watoto wake wa kike ambao kawazaa yeye mwenyewe. Wale watoto wake wa kike wale ni dada zako, wale haramu kuwaoa. Wale ni madada mmenyonyeshwa na mtu mmoja, wale katafute kwengine. Hawa ni dada zako wa kunyonya, na maneno ni ya Mungu, si hadithi mjamani. Hapa ni maneno ya Allah, anasema wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu wa kunyonya. Kafika mwanamke wangapi? Naam, sawa, tunakwenda mbele. Wa ummahatu nisaikum, ummahatu nisaikum, haramu kumuoa mama mkwe, ndio ummahatu nisaikum. Ni haramu mama mkwe, mama wa mkeo. Ukishaoa mke, sasa yule mama yake ni haramu yako, kwa sababu yule ni mama mkwe, ni mama yako yule, haramu kumuoa. Tunaelewana? Usije ukavuka mipaka tena ukaona madhali hapa nishaoa huyu sasa na mama yake naona kama mzuri hivi. Hakuna, hakuna. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Wa rabaibu, rabaibu ni jamu rabiba. Rabiba ni kambu, kambu zenu ambazo zimo kwenye uchungaji wenu. Rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, na kambu zenu, watoto wenu wa kambu ambao wamo kwenye uchungaji wenu. Ndo kina nani hao? Ni mabinti zako wa kufikia. Umemuoa mwanamke amekuja na watoto wa kike, wewe anakuita baba wa kambu, au sio? Rabibatun, na huyo haramu kumuoa. Muda wa kuwa umemuoa na umeshakutana na mama yake mzazi, maneno yanaendelea hapa mbele. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum in dakhaltum bihinna. Sawa, ikiwa kama wale mama zao mmeshawaingilia. Naam, warabaibukum, na watoto wenu wa kambu wa kufikia. Allati fi hujurikum, ambao wapo kwenye malezi yenu. Umemuoa mke sikaja na watoto unawalea, sio? Wale mabinti wapo kwenye malezi yenu, ni haramu kuwaoa. Min nisaikum, wanaotokana na wake zenu. Allati, wake zenu ambao dakhaltum bihinna, tayari mmeshakutana nao. Hadha al-amru mashrut hakadha. Ikiwa mke kaja amekuja na binti zake unawalea, wanakuita baba wa kufikia, au sio? Baba wa kambu. Wale mabinti ni haramu yako kwa sharti moja tu, huyu mama ikiwa umeshakutana naye. Sawa? Kama umekutana na mama yao uliyemuoa, hawa binti zake alokuja nao haramu, ni wanao. Je, Mola, ikiwa sijakutana na mama yao, nishamuoa lakini hatujazungumza, sio? Je, hawa wanawe vipi? Mola anajibu mwenyewe, Mwenyezi Mungu mwenyewe anajibu li swali. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa kama hamjawaingilia wale kina mama zao wale. Lam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa hamjakutana na wale kina mama zao, sio? Fala junaha alaikum, hamna kosa. Unaweza ukachange gia angani, ukabadili gia angani huko. Nimemuoa huyu mwanamke kaja hapa na watoto wa kike, alafu ukapima, mbona binti zake hawa nikiwatizama kama wanalipa zaidi kuliko mama yao hawa naona kama nimewaelewa. Ndo lugha yenu hiyo, sema hawa binti kama nimewaelewa hawa. Sasa nibaki kwa mama au kwa hawa? Unapima pale, au sio?
Ikiwa huyu mama hujakutana naye, wale binti zake halali yako wale, chagua mmoja ubadilishe gia angani. Lakini tulisema uwe nazo akili, sio? Unaweza ukaasisi uadui wa hali ya juu kati ya mama na mwanawe. Mnanielewa hivyo? Mama anaweza kumghadhibikia binti yake la kiyami saa. Ushapika enmity kati ya mama na mwanawe, na ni haramu kutengeneza uadui kati ya binti na mama yake. Sio, mnanielewa hivyo? Kwa hiyo itumike sayansi kubwa kidogo na mipango. Kama huna mipango, kwani lazima si wako wengi mitaani huko? Kwani hawa tu? Basi umeng'ang'ania hawa bwana. Toka nje, katafute wengine wamejaa. Mwanamke mwingine ni huyo Rabiba, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum in allati dakhaltum bihinna, watoto wenu wa kambo ambao wamo kwenye malezi yenu, waliotokana na wake zenu, ambao wale wake zenu hamjawaingilia. In lam takun dakhaltum bihinna, ikiwa wale kina mama hamjawaingilia, sio? Fala junaha alaikum, hakuna dhambi juu yenu, ikiwa kama nilivyosema ile lugha ukaamua kubadili gia angani, ukarudi nyuma kidogo. Tumeelewana lugha hiyo? Mwanamke mwingine mbona anasema fala junaha alaikum, hakuna kosa juu yenu, sio? Hakuna kosa kama utamchukua binti yake. Mwanamke mwingine, wa halailu abnaikum, wa halailu abnaikum, halilatu ibnik, huyu anakuita we mkwewe. Mwanamke huyu anokatazwa hapa, we anakuita baba mkwe, yani wake wa watoto wenu wa kiume. Mtoto wako wa kiume kaoa, kaja nyumbani na mkewe, sawa? Huyo mke wa mwanao wa kiume haramu kumwoa. Unafahamu? Kaingia katika daira ya wanao, naye amekuwa mtoto wako, au sio? Naye haramu kumwoa. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, na wake wa watoto wenu wa kiume ambao wametoka kwenye migongo yenu. Wake wa watoto wenu wa kiume alladhina min aslabikum, ambao wametoka kwenye migongo yenu, yani watoto wa kiume uliowazaa we mwenyewe, sawa? Tunajua sote kama watoto asili yetu tunatoka migongoni kwa baba, sio? Mwanadamu asili yake ni kutoka kwenye mgongo wa baba yake. Mola anasemaje? falyanzur linsanu mimma khuliqa, khuliqa mimma indafiqin. Si ndo asili yetu hiyo? Tumezaliwa sisi tunatoka kwenye migongo, tunatokana na maji. Khulika mimmai, mtu kaumbwa kwa maji. Maji gani? Ya ruvu. Dafiqin, yana sifa hayo maji, yakitoka yanatoka kwa kuruka. Ma'in dafiq, yatadafaku alma waqta khuruji, yale maji huwa yanatoka yanaruka wakati yanatoka. Ndio haya maji tumeumbiwa. Haya maji yanatoka wapi? Yakhruju min baini sulbi wataraib, maji yanatoka kuku kwenye katikati ya mgongo na kwenye kifua cha mama, ndio iliko chemchemu ya hayo maji. Kwa hiyo sisi tumetoka migongoni kwa baba zetu, unanielewa? Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, na wake wa watoto wenu wa kiume waliotoka kwenye migongo yenu. Tunaelewana? Taib, wa an tajma'u baina al-ukhtaini, na kukusanya baina ya madada wawili. Wa an tajma'u baina al-ukhtaini, kukusanya kati ya madada wawili. Huyo naye ni haramu kumwoa, lakini kwa muda. Huyo ni haramu hurma muakkatatan, ni ule uharamu wa kipindi. Si una mke, umeona mke,
huyu mke umemuoa, pengine umeweza kuona kuna kidogo chake kinakuja vizuri sana, kidogo cha mkeo kinakuja, ukikitazama unakiona hasa kinakuja unakiona, na mara kimeuiva. Unasema sasa huyu mbona kauiva? Na mwingine anasema siwezi kusubiri kuiva, kwa sababu Waswahili wana maneno, wanasema embe hizi ukisubiri ziwive, kuna watu wanaziangusha wanakula kwa chumvi. Watu wamesema hivyo. Wewe unangoja embe iwive, mwingine ataiporomoa hivyo hivyo mbichi, atatia na chumvi. Sasa kile kibinti kinakuja, unakiona kidogo chake mkeo, maana watahamaki kimewiva kile, unasema kimewiva hiki, si nikichukua hiki? Haramu kumchanganya mtu na dada yake kwa wakati mmoja, haramu. Ndugu Waislamu, hawa ni wanawake kawataja Mungu mwenyewe. Lakini huyu mke ukimwacha huyu mkeo, kale kalikoiva kale urudi kakachukue. Kila alwajhaini, talaktaha au matat kama tushiru ilai faud ila ukhtiha saghira. Kama kafa mkeo, mdogo wake umemuona kakukalia machoni vizuri, maana Mola kasema naye fankihu ma twaba lakum minan nisa, oweni mnaowapenda, au sio? Sasa ule mkeo kafa, kuna mdogo wake kule naye kidogo amekaa sawa, manake Mungu anaomba vitu vya maana sana, sio? Amekaa sawa, rudi kaoe mdogo mtu. Na wale wazee kule pengine watafurahi, alhamdulillah, ukoo hauendi mbali bwana, ukoo unakaa hapa, wanalinda ukoo, wanarudi kule. Wengine wataona kinyaa, kuna family watakukatalia, hichi kinyaa gani hichi? Lakini yo Mungu hana ugomvi nayo, wewe nenda kaoe. Au yuko hai umemwacha tu, jamani. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ameoa watoto wawili wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amemuoa Ruqayya, sio? Amemuoa na Ummu Kulthum. Hawa ni ndugu hawa, mama yao Khadija, baba yao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa. Sasa kinyaa kwa Mtume akikuwepo, haramu kuwakusanya pahali pamoja kwa wakati mmoja akiwa hayupo kwa kufa au kwa kuachwa, wewe rudi kaoe aliyebakia, hamna neno. Kwa hiyo mwanamke wa haramu hapa ni huyu unayekwenda kumkusanya sehemu moja na ndugu yake. Tumeelewana hivyo? Sasa hawa ni wanawake Allah kaharamisha usiwaoe hawa. Twende kwenye milango ya sharia. Kwenye milango ya sharia kuna wanaongezeka, kuna nyongeza hapo. Kama ilivyo haramu kukusanya mtu na dada yake, ni haramu kumkusanya mtu na shangazi yake. Almar'atu wa ammatuha, mtu na shangazi yake kwa wakati mmoja, pia haramu. Kama ilivyokuwa haramu hivyo, ni haramu pia kumkusanya mtu na khalatuha. Almar'atu wa khalatuha, mwanamke ulomuoa na mama yake mdogo au mama yake mkubwa, sio? Kwa sababu mama yake na mkeo tushaambiwa na Qur'ani hapa ni haramu. Wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu ni haramu, sio? Lakini kuna mama yake mdogo, kuna na mama yake mkubwa, kuwakusanya pamoja ni haramu. Huwezi kuwa na mke na wakati huo huo mama yake mdogo pia akawa mkewe, haramu. Huwezi kuwa na mke fi nafsi alwakti, shangazi yake naye mkeo, haramu. Mnanielewa hivyo? Hawa wote ni haramu, lakini hurmatan muaqqatatan, ni uharamu wa muda. Kama mkeo atakufa au umemwacha ukampenda mama yake mdogo, kachukue, nenda kachukue. Mama mkeo amekufa, sio? Shangazi yake kakuvutia, kamuoe. Uharamu ni kuwakusanya sehemu moja. Jamani wasomaji, tunaelewana? Sawa. Wa antajma'u baina al-ukhtaini, kukusanya baina ya madada wawili. Illa ma qad salaf, isipokuwa yamesamehewa, yamefutwa yale yaliyopita kabla ya kuja sharia.
Yaliyojiri huko kabla fi zaman al-jahiliya, yale yamefutwa, yamesamehewa kwa dalili ya istithna kama hii, lakini hivi sasa hayaruhusiwi tena mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu hakuna sharia itakayokuja tena. Sharia iliyopo sasa ndo hii aloileta Mola akaja kuifundisha Bwana Mtume Muhammad, na hakuna sharia mpya ila hii. Kwa hiyo hivi sasa hawa wanawake waliosema hapa hakuna siku wataruhusiwa. Hawa ni haramu mpaka Kiyama kije. Tunaelewana hivyo? Lakini si umeona idadi yao si ni ndogo tu? Jamani, idadi hii kwani kubwa? Sasa kama idadi hii ndogo, usipate huzuni. Ukiwatoa hawa 13, 14, sijui dunia imejaa wanawake chungu mzima, akachukue au jabano, wanawake wamejaa, sio? Utaanza kuangalia kwa jirani yako, ukiona pamevutia waingia. Hata kama jirani yako yuko hapa, ukisali magharibi mfuate, ingia. Utaenda kutafuta mwingine kule karibu na sokoni wanaenda wanawake wanapendeza. Mwanamke hadi sokoni ila kapendeza. Wanakwenda kuvizia kule. Wengine sasa hivi nenda Muhimbili kaone. Wale kina mama walokwenda kuona wagonjwa. Kila aina ya manukato katia. Ajabu, mimi naona ajabu sana. Mama anajipamba mkeo mpaka anapita kiasi. We mwana, unakwenda wapi? Nenda kuona wagonjwa. Basi hivyo. Unakwenda kuona wagonjwa au unakwenda kuwapa watu ugonjwa? Si unakwenda kuwatia watu maradhi kule. Mwambie usiende kaa. Nimefanya dhambi gani mimi? Mwambie ushafanya dhambi. Na unavonibishia dhambi ya pili. Kaa. Nina hakika tumeelewana. Wallahu waliyu tawfiq. Darsa itakoma hapa. Tutaendelea kesho na mipango ya fiqhi. Sasa kama kuna swali karibuni. Bwana ameuliza, anataka mafhumu. Mafhumu ndio nini? Mafhumu ni uelewa, recognition ya maneno ya Mola yaliyomo sura ya 2 Al-Baqara, wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum. Mungu anasema msiwaoe washirikina, mushrikati, wanawake mushirikina, washirikina wa kike. Msioe washirikina wa kike mpaka waamini. Yani zuio la kukatazwa kumuoa mwanamke mshirikina litabaki linaendelea mpaka siku atakaposilimu, akawacha ule ushirikina. Hata kama yule mwanamke kakupendezeni, walau aajabatukum, hata kama mrembo mzuri kakufurahisha, Mola hataki umuoe hadi siku atakayoamini. Unanielewa? Sasa swali la huyu bwana au mushirikina ambao hawafai kuolewa ni nani, au sio? Mushirikina wote wa kike hawafai kuolewa. Kullu mra'atin mushrikatin haramu nikahuha, haramu kumuoa mwanamke yote wa kishirikina. Man humul mushrikatu? Ubadatul awthan. Ubadatul awthan au abadatul awthan ni wanawake wanaoabudia masanamu. Sawa? Wale wanawake wenye kuabudia masanamu. Allati la kitaba lahunna samawiyya, ni wale wanawake ambao hawana kitabu cha mbinguni. Tunaelewana? Kwa hiyo washirikina wote wa kike Mola katuzuia kuwaoa. Mungu amevua watu wanaitwa kitabiyatu, alkitabiyatu. Hawa Mungu kawavua hawa, akasema wanafaa kuolewa. Kitabiyatu, ukisoma Qur'ani ya Mola ndo hii, sio? Kila mahala kwenye mswahafu utakapokuta moja kati ya maneno mawili, neno ahlul kitabi na neno utul kitabi, walengwa wa maneno hayo mawili ni Mayahudi na Manasara. Utul kitabi ni Manasara na Mayahudi, na ahlul kitabi ni Mayahudi na Manasara. Sio, unanielewa? Qala Allahu ta'ala, lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina mumfakkina hatta taatiyahumul bayyina.
Hapo wametajwa washirikina na ahlul kitabi, na kuna wau ya atfu. Wau ya atfu inafidisha yufidu musharakata almatufi walmatufi alayhi fil hukmi. Ukisema jaa alimamu wal ustadhu, jaa alimamu wal ustadhu au jaa alimamu wal mudarrisu, amekuja imamu na mwalimu. Unaonaje shekhe, mtu mmoja huyo? Jamani, kusema hivi amekuja mvuvi wa samaki na muuza bucha, ni mtu mmoja tofauti hao? Amekuja mvuvi wa samaki na muuzaji wa bucha, mtu mmoja tofauti? Mungu amesema hapa mushrikina na ahlul kitabi. Ahlul kitabi ni nani? Alyahudu wan nasara, ni mayahudi na manaswara. Sawa. Je, hawa mayahudi na manaswara hawa inafaa kuwaoa? Jawabu ndio. Jawabu naam. Pana watu wanaona maneno magumu kweli haya. Manaswara na mayahudi halali kuolewa? Ndio, ameruhusu Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, Suratul Maida, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba min qablikum hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha ataitumuhunna ujurahunna muhsanati ghaira musafihati wala muttakhidhi akhdani waman yakfuru ba'da al-imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Aya hii imeruhusu waolewe mayahudi na manasara na waislamu. Hapa utaulizwa maswali mpaka utachoka. Je, manaswara ndio hawa? Wale waloruhusiwa kuolewa na Mungu, manaswara ndo hawa? Je, bado wapo? Kwani hayo maswali yote yatajibiwa, maana yana majibu. Pa kuanzia kukwambia ni kwamba halali kuwaoa. Sawa? Ni hawa. Walikwisha lini? Aliwamaliza nani? Ikoje? Hayo maswali yana majibu. Pa kuanzia mineno kwambia mushrikati hawaolewi, ila mayahudi na manaswara wanaolewa kwa nafsi ya Qur'an. Ukisoma fiqh sunna ya Said Sabiq, kitabu Zawaji, utakuta habari mule. Sayyidina Abi Huraira radhiyallahu anhu alimuoa mwanamke wa Kiyahudi. Sawa? Sayyidina Uthman bin Affan alimuoa kitabia, sio? Anaitwa Maria bintul Farafisatul Kalbia, alimuoa Mkristo. Halafu akakaa naye, yeye anaenda kwa mtume, msikini anaenda zake kanisani, baadaye akaja kusilimu. Sawa? Kwa hiyo sasa ndo nakujibu, mushrikina wote haramu kuwaoa. Uwatoe watu wanaitwa ahlul kitabi. Na ahlul kitabi ni kina nani? Ni mayahudi na manaswara. Nishakujibu Nishakujibu bwana. Utata umeisha. Basi. Asante. Ndo hawa kitabiati, ndo hawa manaswara na mayahudi. Unataka ukapose mmoja? Naam baba. Wanadarasa wenzangu, nimeulizwa swali. Umeulizwa? Ndio. Kwamba mtu anapokutana na mwanamke katika maongezi kwa ajili ya labda na majengo yake, mwanamke akamuuliza huyo mwenye kutaka haja, ndio, wewe huna mke? Ndio. Akamwambia mimi sina mke. Ndio. Anaye. Hapa inakuwaje? Mzee anauliza swali. Yuko bwana amempata mwanamke, na nashukuru kwa swigha hii swigha, tamko lenyewe limekaa vizuri. Hasemi yule bwana ana mke, amepata mwanamke.
Si tunaelewana hivyo? Wamechukuana huyu bwana na huyo mwanamke, wamekwenda ila maidani al-ma'raka, mpaka kwenye uwanja wa vita. Huyu bwana na yule mwanamke sasa wameingia kwenye uwanja wa vita, vinataka kuanza vita. Huyu mama huyu mwanamke amemuuliza huyu bwana, we kwani huna mke? Bwana akamwambia naam, mimi sina mke. Na nikana kwamba huyu mwanamke sharti ya vita kuanza huyu bwana asiwe na mke. Akaona bwana, sasa tutakuwa tupigani hapa, nisikisema nina mke hapa vita inakufa hapa, na mimi nataka tupambane hapa. Akamwambia mimi sina mke. Basi kama huna mke fabarhaban bik tibtum wa taba mamshakum. Haya, karibu. Vita vimeanza bwana. Je, huyu bwana aliposema kwenye vita hiyo mimi ndiyo sina mke, na hali ya kwamba anaye mke, hapo vipi hapo? Mzee anasema hapo vipi hapo? Maskini kasema hapo vipi hapo? Namwambia mimi hapo sawa. Hapo sawa. Anakusudia kuniuliza kwa hili jibu, mimi sina mke na hali mke anaye, yule mke aliyoko nyumbani kaachika? Ndio anakusudia huyu bwana. Jawabu, hajaachika. Mimi sina mke, hajaachika. Sawa? Mkeo haachiki kwa kusema mimi sina mke. Ataachika kwa moja kati ya mambo matano. Ili la kusema sina mke halimo. Mkeo bado yupo, isipokuwa huyo bwana anabidi aache hayo mambo. Maana sasa pale anafanya vitu vingi kweli kwa wakati mmoja. Anapigana vita si vya halali, alafu anamkanusha mkewe. Sasa asipoacha hatari iko mbele kule. Hajaachika yule mwanamke nyumbani. Wallahu a'lam. Allahumma faqihna fi ddin waftah alayna futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma waj'al ad-dawlata al-islamiyyata fina qa'ima waj'al awladana fi buyutina ulama ولا تسلط علينا بذنوبنا ظالما وافعل فينا هكذا إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب